Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Rukwa imewajengea uwezo wa wasimamizi wa miradi ya maendeleo, hatua inayolenga kuwezesha miradi hiyo kukamilika kwa ufanisi, kuokoa fedha za wananchi. Katika jitihada za kuhakikisha fedha za maendeleo zinaleta matokeo yaliyokusudiwa kwa wananchi, TAKUKURU imeendesha mafunzo maalum kwa wasimamizi wa miradi ya maendeleo kutoka halmashauri zote za mkoa wa Rukwa, yakilenga kuimarisha uwajibikaji, uwazi na ufanisi katika utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, TAKUKURU mkoa wa Rukwa tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma, yani PETS, yani Public Expenditure Tracking Survey, kwa lengo la kubaini kasoro katika hatua mbalimbali za miradi ya maendeleo. Ufuatiliaji huu umeonyesha viashiria vya uvujaji wa rasilimali, ucheleweshaji wa miradi, ushiriki mdogo wa wadau na hatari ya kutofikiwa kwa thamani halisi ya fedha. Hivyo TAKUKURU imeendelea kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya mwaka 2007 sura ya 329 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya mafanikio yaliyopatikana, bado kuna changamoto ya udhaifu katika usimamizi wa utekelezaji wa miradi kwa baadhi ya wadau wenye dhamana hiyo. Changamoto hizo ni pamoja na kutowajibika kikamilifu kwa wadau, kunaweza kuathiri ubora wa miradi, kuongeza gharama zisizo za lazima na kupunguza manufaa yanayotarajiwa kwa wananchi. Hivyo, kutokana na hali hiyo, TAKUKURU mkoa wa Rukwa imeandaa warsha hii kwa lengo la kuelimisha na kuwafahamisha wadau kuhusu wajibu wao katika usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Awali akifungua mafunzo hayo yaliyofanyika mjini Sumbawanga, mkuu wa mkoa wa Rukwa Makongoro Nyerere amewataka wasimamizi kutumia elimu wanayopewa kama nyenzo ya kuimarisha usimamizi wa mradi inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kikao hiki muhimu, wakati tunafanya warsha hii muhimu, kwamba vipi tukishirikiana kwa pamoja katika sisi tulio hapa ndani, wewe mchango wako ni huu na wewe mchango wako ni huu, ili miradi ya maendeleo iende kwa kiwango kikubwa iwezekanavyo. Nadhani ndio tunachotafuta hapa ni bado tuna miradi kadha wa kadha. Tukiingia katika mchango huo wote tukawa vizuri, matatizo haya yakapungua, mwelekeo wetu utakuwa mzuri zaidi katika miradi ya maendeleo. Nao baadhi ya washirika wa mafunzo hayo wamepongeza TAKUKURU kwa kuandaa mafunzo na kueleza kuwa wameongezea maarifa katika usimamizi wa mradi ya maendeleo. Kila wakati kuhakikisha kuwa rasilimali za umma mkoani Rukwa zinasimamiwa kwa uaminifu, uwazi na tija kubwa. Mapenzi yake katika kuona miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyolingana na thamani halisi ya fedha zilizotolewa na serikali ndio nguzo kuu iliyotukusanya hapa siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako kuna wadau muhimu sana wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Rukwa. Hao ni pamoja na wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa vitengo na division kutoka mkoa na halmashauri na wakuu wa taasisi, idara na mashirika ya umma. Kwa kweli tunashukuru sana kwa programu hii na wataalamu wote tuliokuwepo. Tumejengewa uwezo na tumepata maarifa ya kuweza kufanya kazi yetu vizuri na kubadilika katika utendaji na katika mwenendo hasa katika swala zima la usimamizi wa miradi ya maendeleo, kwa sababu fedha nyingi za serikali zinaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Lakini pia kwa niaba ya washiriki wenzangu tunaahidi tu kwamba tutaendelea kusimamia miradi iwe na ubora, imalizike kwa wakati tuliokusudiwa na thamani ya fedha ionekane, kwa kuzingatia pia sheria, taratibu, kanuni na miongozo inayotolewa na serikali. Na hii semina isiishie hapa. Hii inafanyika mara kwa mara ili kuboresha miradi yetu na fedha zinazoletwa ziwe na thamani kulingana na miradi inayotekelezwa. Mpango huo wa TAKUKURU unatarajiwa kusaidia kupunguza malalamiko yanayohusiana na utekelezaji wa mradi wa maendeleo. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.
VOP Online TV.